Bwana Yao Kwasi Atohola yuko tayari kuwatumikia Young Africans katika michezo ya ligi ya mabingwa kuanzia mchezo wa FAR Rabat na michezo mingineyo ambayo itachezwa kabla dirisha rasmi la usajili halijafunguliwa. Sasa kuna kitu ambacho inawezekana kuna baadhi ya watu hawakifahamu ama wengine watakuwa wamesahau, lakini kuna utofauti kati ya kusajiliwa kwenye ligi na kusajiliwa kwenye michuano ya kimataifa. Young Africans walipomuondoa Yao Kwasi kwenye usajili, ule ulikuwa ni usajili wa ligi, yani michuano ya ndani, lakini usajili wa CAF uko tofauti. Usajili wa CAF unaweza kusajili mpaka wachezaji 30. Kwa hiyo kwenye orodha ya wachezaji ambao wanatambulika na wanaruhusiwa kucheza kwenye michuano ya CAF kwa upande wa Young Africans msimu huu, Yao Kwasi Atohola yupo. Sehemu ambako kuna kikwazo kwa Yao Kwasi ni kwenye ligi, na ndo kuna jina la mtu anaitwa Frank Asinki ambaye alikuja kuingia kama mbadala wake. Lakini inapokuja issue ya michuano ya kimataifa, kama itampendeza mwalimu Pedro Goncalves, hata kuanzia mchezo dhidi ya FAR Rabat, Yao Kwasi yuko eligible kucheza, kwa sababu usajili wake ambao umeondoshwa kwenye ligi hauhusiani na CAF. Usajili wa CAF na usajili wa TFF huku kwenye ligi ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo Yao Kwasi yuko eligible kuwachezea Young Africans katika michuano ya kimataifa, na ikimpendeza mwalimu kuanzia mchezo dhidi ya FAR Rabat anaweza kuwa kwenye kikosi cha kwanza na kuwatumikia wananchi Young Africans.